Real estate ni sehemu pekee ambayo itakupa nafasi ya wewe kutumia hela za watu wengine. Una nafasi ya kukopa mkopo, halafu hata malipo ya ile marejesho ya kila mwezi yatoka kwenye hiyo nyumba unayojenga. Habari ya wasikilizaji na watazamaji wa PowerPod, karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami Iwalwa. Katika episodi yetu ya leo tutazungumza kuhusiana na milki kuu au watu wengine wanaifahamu kwa jina la uwekezaji kwenye ardhi pamoja na majengo. Kwa Kiingereza tunaita real estate. Kuna yale maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza sana, na kuna watu ambao tayari mliniuliza maswali mengi sana kuhusiana na uwekezaji wa kwenye majengo pamoja na ardhi. Kwa hiyo sasa, bila kupoteza muda, leo tupo na mtaalam ambaye tunamuita ni Certified Financial Educator pamoja na Real Estate Coach. Naomba nimkaribishe ili muweze kusikia zaidi kutoka kwake. Karibu sana. Asante sana Emmanuel. Mimi kwa jina naitwa Matrida Yesaya Mgeni. Mimi tukisema career yangu nimesoma Bachelor of Science in Real Estate, Finance and Investment. So inanifanya niwe Real Estate Coach au Real Estate Investment Consultant. Najaribu kuwashauri watu kwenye uwekezaji wa ardhi pamoja na majengo. Lakini vile vile mimi ni Certified Financial Educator, ambapo nimepata kile cheti kutoka BOT. Na nimefurahi kuwa kwenye jukwaa lako ambapo mnataka kuwaelimisha watu namna ya kukuza uchumi wao. So nimefurahi sana kukutana na nyinyi. Hata sisi wenyewe tumefurahi sana kuwa na wewe hapa, kwa sababu ni maswali mengi ambayo tumeulizwa kuhusiana na real estate au uwekezaji wa majengo pamoja na ardhi. Tunatamani kujua kwamba uwekezaji wa kwenye majengo na ardhi ni kitu gani, au real estate biashara au uwekezaji ni nini kiujumla? Okay. Real estate kama inavyotambulika au miliki kuu ndio tuseme msingi mama wa vitu vyote. Huwa anapenda kusema namna hiyo kwamba hakuna dunia kama hakuna real estate, kama hakuna ardhi, kama hakuna majengo. Sasa kwenye uwekezaji wa real estate tunaenda kuzungumzia jinsi gani utaifanya ardhi yako au jengo lako likupe return. Kwa sababu una jengo, una ardhi, lakini hii ardhi inawezekana haikufaidishi kitu chochote. Sasa unaitoaje hiyo hela au hiyo faida kutoka kwenye jengo lako au kwenye ardhi yako? Ndio tunasema umeweka uwekezaji. Watu wengi wanachukulia uwekezaji kama kununua tu, kununua ardhi. Pale nasema nimewekeza kwenye real estate. Lakini ni uwanja mpana sana. Real estate ni ardhi, majengo na vitu vimo kwenye ardhi pia. Vyote ni real estate. So, uwekezaji huwa unategemeana na wewe unataka kitu gani. Kuna wengine anawekeza kwa njia ya kusema nanunua maeneo alafu nabaki nayo, baada ya muda nauza. Hiyo amewekeza na yeye, kwamba anasubiri ile eneo likue thamani alafu auze kwa faida. Lakini kuna mwingine anawekeza kwenye real estate, anataka kujenga nyumba za kupangisha. Anasema Mati, nataka eneo hili hapa nijenge nyumba zangu, nipate rental income, nipate hela ya kila siku, nipate daily income kila siku au monthly niwe napata. Kwa hiyo anaweza kupangisha. Na kwenye kupangisha wako aina tofauti tofauti. Anajenga apartments, anapangisha, au mwingine anasema nawekeza kwenye biashara. Sasa hivi ni famous sana, wanaita Airbnbs. Yes, mwingine anaweza akapanga nyumba au akanunua nyumba akafanya Airbnb. Zote hizo ni income anapata. Lakini kuna watu ambao wanaenda extra, tunaita developers, ambao sasa hivi pia imeanza kuwa common Tanzania. Ilikuwa nje ndio common sana. Watu wengi hawajengi wenyewe, wananunua nyumba ready made, tayari zimeshajengwa. Sasa pia Dar es Salaam Tanzania tuna hiyo norms pia, kwamba kuna watu hawa developers wananunua eneo, wanajenga nyumba special kwa ajili ya kuziuza. Na ni kwamba ukiwa unasema developers yani wanakuwa kwa Kiswahili ni watu aina gani? Sasa hawa ndio wawekezaji wakubwa kwenye real estate. Kwamba yeye kazi yake kubwa ananunua eneo kwa ajili ya kujenga nyumba, auze nyumba. Sawa, huyu ndio developer. Kwamba hauzi ardhi kama ilivyo. Ana develop kwanza alafu ndo anauza. Sasa hawa developers
ndo ambao sasa hivi umesikia wanauza nyumba sana. So muuzaji developer tuwezi kumuita mtu ambaye alikuwa na nyumba yake, amejenga, amekaa hapo, amejenga nyumba nyingine kwa hiyo anaiuza. Yule sio developer. Mfanyabiashara ambaye ni developer ni yule ambaye yeye biashara yake ni kujenga nyumba na kuziuza. Yule ni developer. Sawa, kwamba anajenga nyumba zake 2, 3, 4, 5, special, hiyo ni biashara yake. Sasa pale anakuwa anapata faida mara mbili. Faida ya ardhi na faida ya ile nyumba kuijenga. Na wakati anajenga ile nyumba huwa anatengeneza faida wakati wa kuijenga. Kwamba ataijenga with the minimum cost, good quality, ili aweze kuiuza kwa bei fulani. So hizo ni njia tofauti tofauti ambazo mtu anaweza kuwekeza kwenye nini? Kwenye hiyo ardhi. Na kila mtu tunamtem tofauti, tunamtem kwa term tofauti. Kuna hawa ambao pia sasa hivi wapo wanafanya flipping. Tukisema kuflip, maana yake ni unanunua nyumba kwa ajili ya kuiuza, ni ya biashara. Hiyo process tunaita flipping. Tunatafuta nyumba inayouzwa kwa bei ndogo, lakini ukiangalia huo mtaa una nyumba nzuri au neighborhood nzuri au majirani wazuri. Sasa wale watu ambao ni wanataka kufanya biashara flipping ndio wanatafuta maeneo ya namna hiyo. Unajua sisi ambao tumedeal sana kwenye real estate, kwenye kuuza, watu nasema huwa tunauza neighborhood, hatuuzi eneo. Watu wengi wakitaka kununua nyumba au kununua eneo wanaangalia majirani wakoje, ndio watakaoweza kuaffect yeye atakuwaje. Sawa wengi wanaangalia jirani huyu ana gorofa. Hii ni klasi yangu, naweza kununua nyumba hapa. So ile nyumba utainunua kwa bei ya chini kwa sababu huyu mtu pia hajaendeleza vizuri nyumba yake. Lakini thamani ya ile eneo ni kubwa. Sawa? Kwa hiyo akishauza, wewe unakuja kufanya pale flipping, utanunua, alafu utai renovate kwa kuidecorate ile nyumba, kuijenga vizuri zaidi, kuiwekea fence, kuweka pavement, halafu utauza pale. Sasa ukiuza, utauza bei ambazo zinaendana na wale majirani valuation zao au gharama zao au thamani zao za nyumba. Kwa sababu tayari umeshaipa thamani ile nyumba. Hao ndo wanafanya flipping. Sawa. Lakini kuna wale ambao wanafanya wholesaling au retailing. Nao ni wafanya biashara kwenye real estate. Wanawekeza kwenye real estate. Wao wananunua eneo kubwa. Maybe heka au 1.5 alafu wanakata viwanja vidogo vidogo. Kuna mtu anaweza kanunua milioni 17 eneo na akalikata viwanja. Mara nyingi kwenye heka moja anapata viwanja 9, 7, 9, ukibana sana unapata viwanja 10. Sawa? Sasa akinunua eneo maybe milioni 17 kwa heka moja, anakuja kuuza viwanja milioni 3.5 au milioni 4 kila kiwanja. Kwa kuna faida anatengeneza. Kama ana milioni 17 akiuza milioni 4 ana milioni 36. Si ndio? Ana extra amount pale kama milioni 19 kapata kama faida. Yule nani mwekezaji kwenye real estate. Naye anatoa hela kwenye nini? Kwenye real estate. Sawa? Kwamba anafanya ile ardhi aiongezee thamani. Na mara nyingi hao wanaokata viwanja huwa wanaenda extra mile. Wanaliongezea thamani eneo kwa kulipima, kupata plot numbers, alafu ndo waliuze. Kwa kimuuzia mtu, process inayobaki ni kwenda kupata tu hati, ameshapata ile hati yake. Hao nao ni wafanya biashara au wawekezaji kwenye real estate. Yes. Nashukuru, umeelezea vizuri sana, lakini bado watu wengi utasikia wanakuambia uwekezaji wa ardhi pamoja na majengo haulipi. Okay. Wengine watakwambia sisi tunahitaji pesa za haraka, lakini hii haitufanyi sisi tuwe na pesa za haraka. Nini mtazamo wako sasa kwenye hiki kitu ambacho kinazungumzwa? Mtazamo wangu uko tofauti kidogo. Mimi naona kama kwenye real estate ni sehemu ambayo hautengenezi tu hela ya leo, utatengeneza hela ya kwako na kizazi chako na mjukuu wako na kila mtu ambaye yuko nyuma yako. Ukiweza kufanya vizuri. Na hiyo notion ipo kwa watu wengi. Wanaona kama vile wanapoteza kwenye real estate. Mimi niseme hakuna ardhi ambayo inapungua thamani. Hakuna. Siku zote ardhi inapanda thamani. Inaweza ikapungua kidogo kama unakuta kwenye uchumi wa nchi umesimama, itapanda kwa rate ndogo lakini itapanda. Sasa huyu mtu anapoteza kwa sababu hakupata washauri sahihi. Na mimi wengi huwa nawatemu kama vile mtu anasema nimepoteza kwenye real estate kumbe ametapeliwa. Na anasahau kwamba hii ni utapeli kama utapeli mwingine ambao anaweza kaupata. Kuna watu wanaweza kupata utapeli kwenye tuseme kwenye M-Pesa business, ndio?
Anaweza kaja tapeli, akamtapeli, akapata hela kiudanganyifu, akaondoka pale. Sema utapeliwa. Hajapoteza hela kwenye biashara ya kuwa na biashara hizi money points, hizi cash points hizi. Tuko amepoteza, ila ameibiwa. The same as kwenye ardhi. Kwenye ardhi unaponunua inabidi uwe makini sana. Uwe makini kwa sababu ni sehemu ambayo watu ni rahisi sana kuwatapeli watu wengine. Na hii inatokea ni ile hali ya mtu kupunguza gharama. Watanzania wengi tunapenda kupunguza gharama ya kuacquire ardhi. Wakati unataka kununua ardhi, nenda extra mile. Unataka kununua ardhi ambayo haijapimwa. Ardhi ambayo haijapimwa lazima utausha serikali za mitaa. Utaangalia utaenda kucheki na majirani kujua ile ardhi ina shida gani, nani anaimiliki, je huyo uliopewa ni mmiliki sahihi kweli. Sawa? Utacheki na majirani pia. Lakini vile vile penda kuzungumza na watu ambao wanatoa ushauri kuhusiana na ardhi. Utakaponunua ardhi inakuwa affected sana na location. Kwamba hii location thamani ya ardhi yake inapanda haraka au inaenda taratibu. Penda kujua hivyo. Lakini mwisho wa siku umeshaipata ile ardhi, umeshachunguza kila sehemu, nenda kafuate wataalamu. Mimi wanapenda kumtumia surveyor, land surveyor, ambao huwa wanachukua coordinates kabisa hilo eneo. Uzuri kwetu Tanzania, hapa Tanzania maeneo mengi master plan ya nchi tayari ipo, inaonyesha kwamba maeneo haya matumizi yake ni makazi, maeneo haya matumizi yake ni viwanda, maeneo haya matumizi yake ni hizi social services, hizi public spaces kama makaburi au kanisa au nini. Sasa unakuta mtu hajamuhusisha land surveyor. Alafu anakuja kununua eneo ambalo hawezi kupata hati. Hilo eneo lilikuwa assigned kwa ajili ya makaburi. Huwezi kubadilisha hayo matumizi. Hilo eneo lilikuwa assigned kwa ajili ya shule. Wewe umeuziwa kiwanja. Unapoteza hapo. Kwa hiyo watu wengi wanaopoteza ni wale ambao either wameruka stages za kulichunguza eneo wakatapeliwa, au wamenunua eneo bila kulichunguza lile eneo lina sifa zipi, matumizi yake ni nini. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo watu wananunua mabondeni. Zile sehemu huwa hata serikali hazitoi hati, kwa sababu ni maeneo ambayo karibu na chanzo cha maji. Kwa hiyo ukipata eneo halijapimwa, hakikisha unamleta land surveyor, anapima, anajua matumizi ya ile eneo, limepangiliwa, linapimika, unapata hati, ndio uweze kulipia hata kama halijapimwa. Eneo likiwa limepimwa linakuwa ni rahisi zaidi. Lina sasa hati. Hapo taarifa kuhusiana na lile eneo, yani zaidi unazipata kwa huyo land surveyor. Yes. Ukimchukua land surveyor, anaweza kukuchukulia eneo. Ukimchukua town planner, sisi kwenye career zetu za real estate tumegawanyika watu wengi hivi, kila mmoja na jina lake. Wengine wanachangalia, mimi wananiita engineer, mimi sio engineer. Mimi ni just real estate consultant bas. Lakini kuna mtu ambaye ni let's say huyu town planner. Town planner yeye anajua matumizi ya maeneo sehemu tofauti. Ndio wanaopanga huu mji wetu. Kwamba hili eneo ni la makazi, viwanja vitakaa hivi na hivi na hivi. Wao ni town planners. Wapo watu wa land surveyors. Wao sasa wanatambua maeneo kwa kuyawekea mpaka alama. Yani akija kwenye hilo eneo atachukua coordinates. Akishachukua coordinates aenda kuliplug in kwenye system sa mfumo wa serikali ambao ataweza kuona ili eneo limepangiliwa matumizi gani. Je, eneo hili lina hati tayari, limeshapimwa, details zote kuhusiana na ardhi atakupa yule. So unaponunua eneo halijapimwa, halina hati, mtu hana hati yoyote, mchukue land surveyor ya kwambie details kuhusiana na hicho kiwanja kinahusika na nini, ili ujue matumizi halisi ya hilo eneo. Kwa kukiwa na hati kuna haja bado ya kwenda kumtafuta huyo land surveyor. Okay. Uzuri wa kuwa na hati ya eneo ni kwamba tayari taarifa nyingi utapata kwenye hati. Ukipata ile hati utaweza kujua matumizi ya hilo eneo ni nini. Ile hati huwa inasema kama ni industrial area inaongea, kama ni kwa ajili ya makazi itasema, kama kwa ajili ya commercial itasema. Lakini ukiwa na hati kwamba huyo muuzaji ana hati,
lazima ukafanye official search wizarani. Kwa hata kama mtu ana hati, nenda wizarani kapate official search uweze kujua. Mwingine ile hati anayo sawa, lakini ile hati tayari ina mkopo benki. Au mimi nina hati eneo langu nauza, ina mkopo benki. So usipojua hautaweza kufanya biashara. Sio kwamba mtu akiwa na mkopo usinunue, unaweza ukanunua ukakubaliana naye kwamba okay, mimi nafuta mkopo benki, nakupa na wewe kiasi fulani, tunapeana hiyo hati, inawezekana. Lakini nimeona cases nyingine nyingi sana sasa hivi ambayo inawezekana mtu ana hati lakini pia kuna mgogoro unaendelea. Kama kuna mgogoro unaendelea tena ndani ya familia, inawezekana baba anauza ila mama hajui na hati baba anayo, akaja akakuletea hati. Sawa. Sasa wanawake wengine wanakuwa tayari wameshaenda kuweka caveat kule wizarani, wameenda kuzuia kwamba itakapokuja mtu anataka kuuza ile eneo, mtu asiweze kubadilisha ile eneo kwa sababu mali ni ya kwangu bado, au mimi na mume wangu, au anataka kutoa mali ya familia ambayo inatuingizia kipato aiuze. Sawa, migogoro ya ardhi ndani ya familia ipo mingi sana. So ukienda kufanya search kule, kama ile hati ina caveat, inazuio isiuzwe, utaweza kuona. Kwa hiyo kabla hujanunua eneo, kafanye kwanza official search. Utaenda pale wizarani, utajaza hizo details, utalipia, ni process ambayo inachukua kama siku 7 hivi. Utapata hiyo search yako, utaangalia okay, search inasema ili eneo lina caveat, au ili eneo lina mkopo, au ili eneo lina kesi. Sawa? Hiyo itawezekana wewe kuokoa, usiweze kupata shida ukinunua eneo lenye hati. Lakini kama eneo pia hilo lenye hati, ukao umelisearch kule wizarani liko sawa, usiwache majirani. Majirani ni watu wa muhimu sana. Wao watakwambia historia ile eneo vizuri. Kwa hiyo mimi wanasema despite kwamba eneo lina hati, ila ongea na watu 2-3 waweze kukuambia kuhusiana na historia ile eneo. Itaweza kukusaidia. Kwa sababu hizi kesi nyingi za ardhi ni migogoro ambayo inachukuaga muda mrefu sana kuwa sorted. Sana. Kwa hiyo itakufanya kama ulipanga malengo yako maybe ndani ya miaka 2-3 uendeleze ile eneo, utashindwa kuendeleza. Yeah. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, fanya uchunguzi kwa undani kuhusiana na eneo unataka kulinunua ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Usiseme umepoteza kwenye real estate. Vipi sasa kumhusisha lawyer? Okay. Kumhusisha lawyer ni kitu ambacho tunasema ni lazima. Lawyer tunamhusisha whenever tunafanya transaction ya ardhi. Wakati unataka kununua eneo, hapo nimekwambia ulichunguze, hao ndio utakao wahusisha. Lakini when you do transaction, kwamba sasa nalipa hela ya eneo, nimeshalichunguza, nimekamilisha, sasa nalipa eneo husika, hakikisha umemhusisha lawyer, una mkataba. Na uzuri sasa hivi lawyer anakuandaa mikataba ambayo itakusaidia wewe uweze kupata urahisi wa kufanya transfer wakati kutoka kwenye jina la yule wakati mmiliki wa mwanzoni kuja kwenye umiliki wako. So lawyer yeye anakuja wakati wa transaction. Lazima tumhusishe lawyer. Usijiandikie tu karatasi tumeuziana, tumekubaliana, sio mkapeana, hiyo haiwezi kukubalika. So tunatumia sana wanasheria wakati wa transaction mno. Lakini vile vile pamoja na transaction na mwanasheria, wewe mwenyewe ile hatua ya uchunguzi huo umeifanya wewe mwenyewe. Ndio lawyer tunamhusisha, yeye atafanya uchunguzi, atashughulika na kufahamu search na kila kitu. Unaweza kumpa hiyo kazi, ila wewe mwenyewe jiridhishe na ile ardhi yako. Ni mikakati gani sasa hawa watu ambao wanataka kuwekeza kwenye majengo pamoja na ardhi wawe nayo ili waweze kufanikiwa kwenye uwekezaji ambao wameufanya? Okay. Uzuri kwenye industry yetu ya real estate, wawekezaji wako tofauti. So naweza nikawaelezea kwa makundi walivyo tofauti hivyo. Kwa wale hapo, watu kabla hujaendelea kuelezea zaidi, tufanye hawa Watanzania wa kawaida. Okay. Kwenye real estate anawekeza hawa watu wa kawaida wana uwekezaji wanafanya. Kwa sababu nilivyokuambia mwanzoni kwamba mtu anaweza kununua eneo kubwa la eka 1 la milioni 17. Akalikata viwanja akapata income. Lakini kuna mtu ambaye yeye anatamani kuwekeza, tena anawekeza kwenye nyumba za kupangisha. Na mimi napenda kuambia watu hivi,
Real estate ni sehemu pekee ambayo itakupa nafasi ya wewe kutumia hela za watu wengine ili kuwekeza. Sawa? Nikiwa na maanisha una nafasi ya kukopa mkopo ambao utakufanya uwekeze kwenye real estate, halafu hata malipo ya ile marejesho ya kila mwezi yatoka kwenye hiyo nyumba unayojenga. Hasa mtu akiamua kujenga nyumba za wapangaji. Leo watu wengi sana nadhani mtu kuwa na investment ya nyumba za wapangaji ni mtu mwenye pesa nyingi. Hapana. Ni kuwa tu smart investor. Nina milioni 20. Nataka nijenge nyumba ya wapangaji. Ila hii nyumba inagharimu milioni 100. Si ndio? Sasa hivi financial institutions zinatoa hela. Ukiwa na milioni 20, 20%, wao wanakupa 80%. So let's assume with numbers, 20 with numbers. Milioni 20 mtu ambaye anapata hela watu wa kawaida, wanaofanya kazi hizi za kawaida, wanaita middle income earners. Wanapata milioni 20. Wanaweza akapata, yani wakaipata kwa namna yoyote, wamesave anything, ana milioni 20, si ndio? So assume milioni 20 nia yake aweze kupata jengo la wapangaji lenye thamani ya milioni 100. Sawa eh? Sasa hapa ni sehemu pekee ambapo kwenye real estate kutampa nafasi huyu mtu amiliki jengo la milioni 100 wakati na milioni 20. Na akisha limiliki ili jengo aweke wapangaji watakaotoa pesa monthly ambayo itatumika ile hela kurejesha kwenye ile mkopo wake. Sawa? Hapa kaamua huyu mtu ajibane kwamba niko tayari kusubiri wapangaji walipe hela ya benki. Sawa? Niwe napata income yangu kidogo kidogo. Ikifika sehemu ile milioni 80 ambayo sina imeshakamilika kulipa benki, mimi naweza kupata income yangu kubwa. Ni smart investment sana. Kwa sababu mwisho wa siku leo umenunua jengo la milioni 100, baada ya miaka 7 let's say ambapo wameshakulipia wapangaji hela imeshakamilika kule benki, utakuwa na jengo ambalo hata thamani yake ni milioni 500 au 600. Kitu ambacho ungeweza kuanza kusave milioni 20 upate jengo la milioni 700 ingekuchukua muda mrefu. Kwa wewe mtu ambaye ni wa kawaida kabisa kwenye real estate, mimi mwanamshauri atumie Kiingereza tunaita power of leverage. Nguvu ya kutumia pesa za watu wengine. So huyu mwekezaji mdogo ana milioni 20 yake. Anasema hiki ndio kianzio changu au 20% ya investment yangu. Niweke nyumba let's say milioni 100, unaweza kupata nyumba tukisogea kidogo hata tuseme maeneo kama Mabibo external pale. Sawa eh? Pale unaweza ukajenga hostel za wanafunzi. Wale nyumba za hostel zile zinalipa kama 120,000. Ukajenga vyumba vyako let's say 12. Kwa au tuseme vyumba vyako 10. Kwa hiyo kwa mwezi utakusanya milioni 1.2 milioni. Sawa? Wewe ulikuwa kiukawaida huna milioni 100 ya kuwekeza. Una milioni ngapi? 20. Kwa ile milioni 20 utatoa, watakukopesha kama ni bank au financial institution yoyote milioni 80, na ile security yako ni ile nyumba, hati ile nyumba. Kwa utapata investment yako, portfolio yako milioni 100. Wale wanafunzi zile kodi zao zitatumika kulipa kule. Kwenye milioni 80 utarejesha kama kati ya shilingi 900,000, 800,000 mpaka 900,000 kwa mwezi. Kwa hiyo ina maana income yako ya sasa hivi haitakuwa 1.2 kwa sababu kuna hela utakatwa kwa ajili ya marejesho ya benki. Kwa kwenye 1.2 utakuwa unapata let's kama 300,000. Tuseme 900,000 itakuwa ni hela ambayo unailipa kila mwezi. Kwa hiyo utapokea hivyo, ukimaliza ule mkopo utarudi kupata income yako kubwa. Wakati huo thamani ya ile nyumba yako haitakuwa milioni 100, itakuwa zaidi ya milioni 100. Kwa kwenye real estate ukipata mshauri ambaye atakuongoza, kwa hiyo hela yako ndogo unaweza kuizalisha kitu kikubwa. Sasa hapa nimeelezea kwa maana mtu anataka rental income. Kuna watu ambao wanataka hela yake ilipe kwa haraka. Ndio nakwambia mtafanya land retailing. Kama na milioni 20, tunafahamu hii njia ukienda let's say Kerege Mapinga, nitapata eka 1, nunua eka 1, kata viwanja, uza. Kwa hiyo kwenye real estate inategemea na mtu ana lengo lipi. Anataka monthly income apate, atafanya uwekezaji wa kwenye nyumba za kupangisha.
anataka atengeneze biashara, aikuze kama biashara, atafata kufanya land retailing. Hapo umezungumza kwamba umetolea mfano tu milioni 20. Baadaye najua mtu ataniambia milioni 20 ni hela nyingi, yani kwa sababu itanitaka ni save kwanza kwa kipindi kirefu, yani hajui ni namna gani anaweza akatoka mpaka akafika kwenye hiyo milioni 20. Sasa labda niwape story yangu. Mimi wakati naanza real estate, sikuanza kwamba nanunua maeneo. I was a pure agent. Kwenye real estate ni industry ambayo ukiwa hauna kitu utaanza biashara. Sasa huyu ni mtu ambaye tuseme hana income nyingine. Anaamua kuanza straight kwenye kuwa agent. Utapata zile commissions. Then hizo commissions utazitunza uweze kupata mtaji wako. Sawa? Na kwenye agents anything can happen. Unaweza ukauza leo jengo la milioni 200, ukapata milioni 20 atpa. Maybe ukachaji 5% kwa muuzaji, 5% kwa mnunuaji. Ukapata atpa. Lakini hiyo ni kwamba mtu kaamua kufanya kazi yeye mwenyewe. Tukizungumzia wawekezaji wengi wanakuwa na kaela kao kadogo. Sawa? Mfano sasa ingekuwa kwetu Tanzania tuna REIT investment, Real Estate Investment Trusts. Wangeweza kwenda kuwekeza kwenye huko kwamba umewekeza alafu ifanye. Kama unafanya UTT, Yes. Lakini kwa mtu mwenye milioni 5 anataka kufanya biashara real estate kwa kununua ardhi physically. Kama huyo milioni 5, milioni 3, afa anataka awekeze kwenye real estate. Mimi nitamwambia afanye land banking. Land banking kwamba uende ukanunue eneo, tunafanya uelekeo wa watu na uelekeo wa thamani ya ardhi inavyoenda. Mimi leo niseme tu ukweli. Morogoro Road na Bagamoyo Road inakuwa zaidi Bagamoyo Road. Si ndio? Na uelekeo wa watu wanaelekea hivi kwenda Bagamoyo. Sasa hivi Mapinga wanaenda Kerege. Si ndio? Sasa kama leo una milioni 3 na unataka uwekeze, ina maana hautaki kuwekeza kinachokupa hela kila siku. Unataka ufanye ile appreciation in value. Kwa angalia uelekeo wa watu Morogoro huko Bagamoyo Road. Sogea mbele kidogo. Sehemu ambayo hiyo hela yako itatosha kununua eneo. Nunua ile eneo pale, fanya vipimo, pata hati yako, tulia. Kwa sababu ni eneo ambalo linakuwa kwa haraka na watu wanaelekea hiyo kuelekea Mapinga kuelekea huko mbele, surely baada ya miaka 2-3 haitakwenda milioni 3. Sawa? Nitatoa mfano, kuna mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu. Yeye alikuwa anasema hataki kujenga. Mati sitaki kujenga, lakini mimi najua viwanja vitanipa hela ya kujenga. Kwa chokuwa nakifanya, alikuwa ananunua maeneo. Kwa notion yake kwamba nanunua maeneo mengi milioni 3-5 hizi zinapatikana mara kwa mara 3-5, alafu sasa siku nataka kujenga, nitauza half of what I have. Nitapata hela ya kutosha, nitaenda kujenga. Na amefanikiwa kweli. Na ndani ya miaka 5 nadhani alikuwa ameshajenga. Ila kazi yake kwa kipata hela ananunua kiwanja ambacho kiwanja maybe ni milioni 3, milioni 4, milioni 5 mpaka hata milioni 10. Kiwanja chake kimoja alikuja kukiuza milioni 65. Kwa tayari huyu mtu kiwanja kimoja kimempa hela ya kujenga wakati huo kwa wakati mmoja. Lakini alijua tu kuwekeza kwamba amenunua eneo lipande ardhi, na kwenye kununua anaenda na alikuwa anaomba ushauri sana. Mati, twende tukaangalie eneo nataka kulinunua. Kwa tunaangalia ile eneo kwa jicho la 3. Atuliangalia tu eneo hili kesho tutaliuza. Tunaangalia ile eneo baada ya miaka 2. Kiashiria kikubwa tunaangalia miundombinu ikoje, watu wanakuja kukaa hapa wakoje na nini, eneo limepimwa vizuri, tunaangalia ipo karibu na nini, ili baadaye litakuwa hela. Analilipia. Sawa? Akishalilipia tunaenda sehemu nyingine. Kwa akija kuuza anaweza fanyaje? Kujenga. Kaamua kufanya kwa strategy yake. Lakini kuna mwingine anasema hii milioni 3 ninayo, nitanunua eneo, then baada kuinunua, let's say siku nikija kuliuza niweze kunipa hela kubwa ya kujenga sehemu nyingine au ya kununua sehemu nyingine. Hiyo yote inawezekana. Mimi wakati ninasoma, niko form 2, form 3. Baba yangu alinunua eneo njia ya kutokea Mbezi kuelekea Makabe. Alinunua by then milioni 3.
Wakati nimeshakuwa sasa hivi ninaona kabisa tukafanya valuation ile eneo tukapata thamani yake milioni 350. Wakati aliweka milioni 3. Sasa kwa mwekezaji wa kawaida mimi huwa namwambia kama mtu ana hela ndogo, nunua ardhi. Nunua tu ardhi. Inawezekana usiendeleze. Nunua tu ardhi. Kama hauna hela kuendeleza, wewe nunua tu ardhi. Kuwa na ardhi. Then utakuja kuuza kuweza kufanya maendeleo yako mengine. Kitu kingine ambacho natamani au wasikilizaji wanatamani wakifahamu, manake kuna watu ambao wamekuwa wakijiuliza ni nijenge nyumba au ninunue ardhi. Sasa kipi ni chepesi kati ya hivyo vitu viwili ambacho pengine kinaweza, kwa sababu kuna watu wanakuambia ukijenga ile value au thamani ya ile nyumba inaendelea kukua, alafu huko kwa sababu ni ardhi inakuwa inahitaji mpaka iendelezwe, yani kuna namna wanahisi haikui. Sasa nini mtazamo wako kwenye hilo? Okay, kwenye hilo mimi mtazamo wangu tofauti kidogo na watu. Watu wanadhani kwamba kinachokuwa kwenye thamani ni jengo. Mimi wanasema hivi, kinachokuwa si jengo, ni ile ardhi, sehemu ambayo jengo limekaa, ndio inakuwa thamani. Kwa sababu jengo lina tabia ya kudepreciate, ya kupungua thamani. Ni kama vile ukinunua gari. Sawa, ukinunua gari kesho yake asubuhi tu jengo lifanyaje? Inashuka thamani. Kwa hiyo huwa tunasemaga jengo likiwa kama jengo, kila mwaka watu tunatoa value of depreciation, linachakaa. Sawa? Thamani ya kitu ya hizi uwekezaji kwenye real estate upo kwenye ardhi. Mimi wanamshauri mtu nunua ardhi kwa gharama, alafu weka jengo ambalo lisilo na gharama. Baadaye utauza hilo eneo kwa bei kubwa kutokana na ile ardhi ambayo umeiweka pale. Tutolee mfano. Leo tunataka tujenge jengo, let's say tuna bilioni 1. Hii bilioni 1 tuna uwezo wa kwenda kununua ardhi Kibaha kwa milioni 100, sehemu nzuri kabisa. Alafu kajenga jengo la milioni 900. 1B yetu. Lakini tuna nafasi ya kununua Mikocheni milioni 700 au 600. Tukaweka jengo la milioni 300. Kipi tufanye? Mimi nitamwambia mtu anunue wapi? Mikocheni. Kwa sababu ardhi ndio inayobeba thamani kwenye real estate. Lile jengo liloko juu yake linaweza likashuka thamani endapo ardhi haina thamani. Jengo hilo la milioni 900 tuliloweka Kibaha, tukitaka kuliuza tutauza milioni 450. Kwa sababu lipo wapi? Kibaha. Jengo la milioni 300 tumeweka kwenye eneo la milioni 600, baada hata ya mwaka tutauza 1.5B. Kwa sababu liko wapi? Mikocheni. Kwa mimi ninachomshauri mtu aangalie kwanza location, alafu aweke hela nyingi kwenye ardhi na sio jengo kama yeye anawekeza for future. Unajua kwenye real estate huwa tunatengeneza generational wealth. Atutengenezi faida ya kwetu tu sasa hivi, ni kwa watoto wetu na wajukuu zetu. Tunaita generational wealth. Kwamba ile ardhi haiharibiki, haihamishiki, wataikuta tu. Endapo hakuna vita, hakuna chochote. Sawa, wataikuta watoto wako, wajukuu zako wataikuta. Tena wataikuta ikiwa na thamani kubwa zaidi ya ulivyokuwa umeiacha. So anaponunua mtu eneo kwa ajili ya uwekezaji, kwa purpose kwamba iweze kukua, ipande thamani, aangalie sana location anayoiweka. Tena hela nyingi aiweke kwenye ardhi, asiweke kwenye jengo. Hapo kikubwa ambacho kinauza eneo ni ardhi. Ni ardhi. Yes. Alafu pia location au eneo iliyopo. Exactly. Kwamba Kibaha kwa sababu eneo liko ukilinganisha na Dar, tusema ni pako nje ya ukilinganisha na nini Mikocheni. Kwamba Mikocheni ni eneo zuri, pengine limetulia kuliko kule Kibaha, ndio maana bei inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo pia kingine kwenye majengo huwa tunasema yanaenda na fashion. Kila siku majengo mapya yanazaliwa, na kwa utakuta sehemu umejenga nyumba yako nzuri miaka 10 iliyopita, sasa hivi haina maana yoyote. Sawa, ila ardhi iliyoko pale bado thamani yake iko juu. Unaweza kuta nyumba mbovu sana iko Masaki inauzwa.
and still utanunua 1.5B. Hatununui nyumba, tunanunua nini? Ardhi. Kwa mimi nikimwambia leo mtu afanye investment, awekeze kwenye ardhi kwa sababu inakuwa, though awe na malengo ya generational wealth au malengo ya muda mrefu. Hawa watu ambao wanaweka hela leo wanataka kesho wapate income kwenye ardhi, lazima iwe ni biashara yake, anafanya kama biashara. Yani ikiwa kama biashara maanake italeta kipato cha haraka. Yes, ikiwa kama biashara. Yani mimi naingia kwenye real estate kama mfanya biashara. Nafanya flipping. Kwa hiyo tunajua kwa unanunua eneo hili, unavunja nyumba, unauza, au unajenga, unauza, au unamwako developer. Kitu cha haraka. Sawa? Unataka hela iingie kama biashara kwako. Uwe unazalisha. Baada ya hapo uwekeze sehemu nyingine, uzalishe tena. Sawa? Yes. Hiyo utafanya leo, kesho utaidevelop hilo eneo. Lakini kwa mtu ambaye anataka kuwekeza for generational wealth, mimi namshauri anunue ardhi. Akiwa na ardhi tu inatosha. Na sasa kwa mfano kuna wale watu ambao wanalalamika, iwe ni nyumba za kupanga, kuna wengine ambao wametengeneza maeneo kwa ajili ya biashara, wanalalamika hayalipi. Kwa sababu kubwa inawezekana ni location ambayo wameweka hizo sehemu zao. Okay, malalamiko ya watu ambao nyumba za kupangisha ni mengi sana. Nimekutana nayo sana. Mwingine ametumia hela nyingi kuwekeza maybe Kigamboni, kajenga nyumba za kupangisha, kodi ni 200,000, anaona haifanani na ile hela ambayo ameiweka. Kitu ambacho kinatokea kwenye industry yetu, huwa wanasema tunza ni kutunze. Jengo kama jengo umempangisha mtu, alafu kamwambia alipe pure kodi aondoke, yeye ni mtumiaji. Ile eneo ameliharibu anyhow, alafu ameondoka. Ukimleta mwingine ataka matengenezo, ila inafanyaje? Inapungua. Pale ndo ambapo watu wengi wanasema nyumba zao haziwalipi. Wanaona wanapokea kodi ya mpangaji, anayefuata anaenda kufanya marekebisho ya mtu wa nyuma. Kiuhalisia, ili nyumba ya kupangisha iweze kukulipa, lazima uwe una set amount kwa ajili ya service charge. Kwa hiyo tunapenda hivi, mimi nimekaa kwenye management ya majengo for 6 years. Mpangaji huwa tunamwambia alipe hela ya kodi, alafu vile vile alipe hela ya service charge. Ambao service charge ni hela ya matengenezo. Kwa ile kodi inayoingia kwa mwenye nyumba inakuwa ni pure hela yake, ni faida yake. Though kiukweli kwenye real estate, kama haujawekeza nyumba za kupanga sehemu nzuri ambapo kodi iko vizuri, utaona ile nyumba haikulipi kwa wakati. Hakikisha sehemu ambayo unawekeza hela yako kwa ajili ya nyumba za kupangisha, kodi zake pia ni ziko juu, ili uweze kulipa zaidi. Mfano, sasa hivi ukiniambia kwamba upambane utafute eneo Sinza, utafute eneo Makongo Juu, utafute eneo Changanyikeni, kodi zake ni kubwa. 1 bedroom 600,000. Nyumba ya 1 bedroom ambayo umeijenga kwa milioni 25. 25 tu kuijenga hiyo nyumba, unataka 600,000 kwa mwezi. Kwa unakuta within 6 years umesharudisha ile lako, sababu pia kodi zina tabia ya kukua. So kwenye kusema kwamba hazilipi ni kwa sababu ya usimamizi wa zile nyumba ndo hawazijui. Huyu mtu asichaji tu kodi, inabidi tubadilike. Wenzetu nje ya nchi wanachaji kodi na service charge. Lazima wewe mwenye nyumba ujue na chaji kodi, lakini pia na chaji service charge. Na umwambie mpangaji wako, hii hela ya matengenezo, and on top of it unamchaji security deposit. Ni hela ambayo, kabla hujaendelea, hiyo service charge kwa Kiswahili ndo pesa ya matengenezo. Yes. Alafu hii nyingine ambayo umesema security charge ni pesa ya nini? Security deposit. Deposit. Yes. Okay. Hela matengenezo ni matengenezo ya kawaida including usafi, pavement nje imeharibika, tunatengeneza, garbage collection point imetengenezwa, maeneo ya nje. Uwezi kuwa unaingia kila siku kwenye nyumba ya mpangaji wako ndani kukagua ameifanyaje. Sawa? Siku anaondoka ndio ile security deposit inatumika. Sawa? Siku ametoka, huwa tunaangalia nyumba ndani imeharibika kiasi gani. Kama anaondoka na ukuchaji, maana yake utapata shida kufanyaje kumpata. Ila kama anaondoka alafu tumeikagua nyumba, tumeangalia sinki alivunja,
pipe za chooni zote zile zimeharibika, hazifanyi kazi, toilet seat ile yote imeng'oka, haipo ile ya chooni, ile shawa ya juu kang'oa, sawa taa sijui ilivunjika, kuna tiles sio libonda kitu gani ikapasuka. Ile security deposit ambao mara nyingi tunaichaji inakuwa ni mwezi mmoja fee, 1 month fee. Ile hela ndio inatoka kurekebisha vile vitu, change yake anarudishiwa. Kwa ni lazima mtu ajue jinsi ya kusimamia zile nyumba. Mimi nasemaga hivi, nyumba za kupangisha ni biashara kama biashara nyingine. Lazima uiangalie, lazima umsimamie huyo mtu, lazima umchaji huyo mtu hela kwa ajili ya kuifanyia matengenezo. Na ile nyumba ijiservice yenyewe, usitoe lako mfukoni. Ile hela yako ya kodi, ile ni mapato yako pure, ni ya kwako. Ni income yako inaingia. Pase. Kwa tukifanya hivyo, watu wataona faida nzuri kwenye majengo yao. Wengi wanalia kwa sababu tu usimamizi. Ndio hawana usimamizi sahihi. Kikubwa ni usimamizi, yes. Ila ni kitu ambacho kinaweza kumuingizia mtu kipato kizuri. Inawezekana kabisa. Though margin yake sio kubwa, ina range kwenye 6% mpaka 10% hapo kwa mwaka. Sasa hapo kwenye hiyo margin ambayo umeizungumza, sasa ukilinganisha na uwekezaji mwingine, kwa sababu unajua kila mtu anapowekeza huwa malengo tumetofautiana. Kuna watu malengo yao pengine sio kuwekeza kwenye majengo. Atakwambia nenda UTT, majengo yalipi, nenda UTT wekeza kwenye hati fungani, hivyo majengo hayalipi. Sasa wewe kwa mtazamo wako, kwa hiyo margin ambayo umeitaja, unaonaje yani kwa mtu ambaye pia anaamua kujenga ukilinganisha na hizo sehemu nyingine za kuweza kufanya uwekezaji wake? Okay. Watu wengi wanasema majengo hayalipi ni haya residential units. Kwamba margin yake ni ndogo ukilinganisha na investment yake, which is very true. Lakini nenda kamuulize mtu ambaye amejenga frame Sinza. Ukimwambia majengo hayalipi anaweza kukupiga na bastola. Si ndio? Yeah, si ndio Inategemea pia mshauri wako aliyekushauri uwekeze kwenye real estate amekwambia uende kwenye aina ipi au kategori ipi ya real estate. Kwa sababu hizi residential units gharama yake ni kubwa, alafu income yake inakuwa ndogo kidogo. Sawa yani ambazo ndio nyumba za kupangisha. Lakini leo ukatengeneza frames hizi shopping centers ndogo ndogo. Income yake ni kubwa kwa sababu pia investment yake ni ndogo. Sasa ukilinganisha hiyo na any form ya investment, mimi wanapenda kusema, nimesoma kitabu kimoja ikiwa kinasema kwamba unaweza ukafikia financial freedom kwenye aina 3 una areas 3. Either biashara, namba 2 ni paper assets, ndio hizo hisa, hati fungani, alafu namba 3 ni real estate. Na uzuri nimesoma vitu vyote viwili, real estate na hii paper assets. Najua. Sasa kinachotokea hapo ni kwamba sio kwamba hizi nyumba hazilipi. Lakini ni sehemu ambayo umeweka hela ambayo hauwezi ukatransform haraka into cash. Sawa? Ila kusema kwamba hizi nyumba hazilipi, anaangalia ameweka shilingi ngapi afa anapata shilingi ngapi. Milo nikikuuliza, unafahamu kuhusu mambo ya paper assets Leo nikiweka shares napata asilimia ngapi faida? Mara nyingi inategemeana pia na zile asilimia. Yes, kwanza kuna faida na pia ile percent ambayo inakuwa imewekwa. Kwanza kabisa huwa anaangalia faida ya hiyo kampuni ni kiasi gani. Yes, ambacho na yenyewe we are not certain. Hatujui. Si ndio? Lakini namba 2 wanaangalia pia zile value appreciation ya zile hisa ikipanda. Na utaipata wakati wa kufanyaje? Wa kuuza, ndio utaweza kurealize ile appreciation value ya zile hisa zako. The same as kwenye real estate. Lakini tu uzuri wa huko kwenye real estate hauwezi kupoteza, sio sawa na kwenye hisa. Sawa. Sasa tuchukue kwenye hati fungani. Inakuwa ni rahisi zaidi tukiipimia hapo. Kwenye hati fungani huwa tunapata fixed percentage kila mwaka. Na hela yetu haikue. Kwa tukiweka maybe bond ya milioni 50.
itakuwa ni hiyo milioni 50, lakini tutaweza kupata faida let's say ya milioni kama 7 au 6.5 kwa mwaka. Sawa? Tukipata hiyo hela 6.5 kwa mwaka kama faida, tunapata milioni 6.5 kwa milioni 50. Kwa maana yake hapo kwenye hiyo pesa, umesema hapo, ukisema kama itakuwa haikui, watu baadaye wanaweza kukushika mashati. Kwa nini? Kwa sababu si ameinvest, alafu ile faida maana yake ndo tunashumu kwamba ndo imekuwa kwa sababu ya ile faida ambayo imetokana. Haina value appreciation. Bond haina value appreciation. Anapokea dividends tu, zile profit za kila mwaka. Sawa? Ila ile amount yake ya milioni 50 inabaki vile vile, haiongezeki. Inachoongezeka ni ile faida ambayo anaichukua. Sasa ukipimia hivyo inakuwa ni kama ni tofauti kidogo na kwenye ardhi. Ardhi yenyewe ina value appreciation, kwamba ile nyumba yako ya wapangaji haitakuwa bei sawa miaka 5-10 ijayo, itapanda thamani. Lakini vile vile zile faida unazozipata au zile rental income unazozipata lazima zinaongezeka baada kila miaka 2-3. Kodi huwa zinapanda za maeneo, kwa sababu pia inflation inavyoongezeka na kodi pia zinaongezeka, kodi za nyumba. Kwa mimi naweza nikakwambia kwenye real estate faida yake ipo na inakuwa. Anaiona ndogo kwa sababu ya amount ya hela ambayo ameiwekeza. Ila kiuhalisia ile hela uliyoiwekeza inakuwa. Hela unayoipata pia kwenye rental income ina tabia ya kukua. Leo nikielezungumzia kodi za Sinza miaka 4 iliyopita, Sinza ilikuwa 300,000 unapata 2 bedroom, si ndio? Sasa hivi 2 bedroom 800,000 kwa Sinza. Tayari huyu mtu mapato yake anayopokea regularly hizi rental income imekuwa. Lakini pia thamani miaka 4 iliyopita Sinza unapata mpaka milioni 90 mpaka milioni 70 nyumba. Sasa hivi Sinza milioni 200 hujapata nyumba ambayo inaeleweka. Ukija kwenye uwekezaji wa majengo, ni miongoni mwa aina za uwekezaji ambazo zinafanywa na Watanzania wengi, kwa sababu kuna watu ambao ukiachana na majengo wamewekeza kwenye hisa, kuna wengine ambao wamewekeza kwenye hati fungani. Sasa ni kitu gani ambacho wewe unaweza ukakitumia kuweza kumshawishi mtu au watu pia waanze kuwekeza huku upande wa majengo pamoja na ardhi? Okay. Mimi kwenye hapo ningezungumzia kwamba si wakatazi watu kuwekeza kwenye hati fungani pamoja na shares. Ni kitu kizuri na wanapata dividends na zinakuwa kwenye terms ya shares. Lakini mimi nikielezea kwenye upande wa real estate, kitu ambacho nakipenda pia nachokifanya na kienjoy na naishi uhalisi wangu kwenye real estate, mimi nawaambia wasiogope kuwekeza kwenye real estate, kwa sababu tuashumu leo hii tunawekeza kwenye nyumba. Tuashumu leo, natolea mfano halisia kabisa, Bunju. Nimefanya hiyo project Bunju nimefanya project na mteja wangu mmoja ambapo pale amewekeza milioni 100 kamili. Ile milioni 100 tulinunua eneo pamoja na kumjengea nyumba ya vyumba viwili hizo 2 attached building. Kwa kuna apartment 2 za vyumba viwili, alafu na eneo tulinunua milioni 14. Ila budget kwa milioni 100. Sasa huyu mtu angekuwa na nafasi ya kuwekeza kwenye bonds au kwenye other investments, akawa anapata dividends, ambapo kwenye milioni 100 ni milioni 13 angekuwa anapata, si ndio? Sasa huyu mtu ameenda kuwekeza kwenye real estate na pale zile nyumba anapangisha 300,000 kila mwezi. Anapata 600,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja anapata milioni 4. No, 600,000 anapata milioni 7 na 200,000, si ndio? Yeah. Sasa kama milioni 7 na 200,000 ndio pato lake leo, alafu huku angeweza kupata milioni 13 mara 2 yake, ila thamani ya eneo lake haitakuwa milioni 14 tena, haitakuwa ile milioni 100 tena baada ya miaka 2. Nipe miaka 2 au 3, atakuwa na vitu viwili vimekuwa. Kodi yake itakuwa 600,000 tena, itakuwa zaidi ya 600,000, maybe 800,000 au milioni. Lakini pia thamani ya eneo lake
haitakuwa tena milioni 100. Itakuwa zaidi ya milioni 100 kwa sababu ardhi ya Bunju pia inafanyaje? Inapanda. So ukilinganisha huku kwenye other assets, paper assets zote, ile income yao wanaoipata inakuwa ni constant, haiongezeki. Inakuwa ni hiyo 13% kila mwaka. Lakini vile vile hela inayo ambayo umeiweka pale itabaki kuwa ni milioni 100 vile vile mpaka sikuje kuchukua ile bonde yako. Itakuwa vile vile milioni 100. Lakini huku kwenye real estate sasa, njoo tuweze kuongea, ni kuelekeze namna ya kuweza kufanya. Itakuwa ile asset yako from milioni 100, let's say up to milioni 150 mpaka milioni 200. Lakini vile vile income unayoipata haitakuwa 600 ile. Kesho itakuwa 800, kesho kutwa milioni, itafika sehemu milioni 2 utakuwa unapata. Kwa hiyo huku unapata income ambayo inakuwa every now and then, na pia thamani ya investment yako inakuwa kila mwaka. Nashukuru sana kwa maelezo mazuri. Na pia kama ni mfuatiliaji, na najua unafuatilia, umeona kuna tabia ya watu sasa hivi imebadilika. Watu wengi wananunua zaidi nyumba kuliko kujenga. Nini mtazamo wako kwenye hilo? Unafahamu mambo yamebadilika. Watu wengi hawapendi usumbufu na mafundi. Wakati mwingine mtu hana knowledge kabisa na mafundi. Hajui kwamba tofali inakaaje, si wasimamie aje site kila wakati. Hawapendi huo usumbufu. Lakini pia ukiangalia nchi nyingi zile ambazo zimeshaendelea, tendency ya wale watu kwenda kujenga ni ndogo sana. Huko hawajengi nchi za nje. Wengi wananunua nyumba ambazo ziko tayari ready made, either ni apartments au ni nyumba inauzwa, wanalipia, wananunua, wanaenda. Tena wanaenda even extra mile kwamba hawatumii keshi yao yote kununua nyumba. Hapana. Wananunua nyumba kwa a certain percent, either 70% au 60% au 50%, 30%. The rest analipa kila siku, kila mwezi kidogo kidogo. So kwa sababu ya hiyo tendency imetokea huko duniani, na hata Tanzania sasa hivi tuna hiyo tendency. Mimi nimekaa kwenye hilo soko kwa muda mrefu sana, kwamba watu wengi wamekuwa wanavutiwa. Nataka nyumba ambayo imeshajengwa, nalipia, naingia kuishi. Hiyo ni kubwa sana. Ni kwa sababu ya kupunguza usumbufu wa kudili na hawa mafundi. Ukweli mtu anaona ngoja nisipate huo usumbufu, bwana ninunue nyumba ya kuanzia kwanza. Alafu nitajenga kwangu hiyo taratibu wakati mwingine. So sasa hivi inakuwa kwa sababu ya kupunguza huo usumbufu, lakini vile vile inakuwa sana hiyo tendency kwa sababu ya mifumo imebadilika. Mabenki yametoa fursa kubwa ya watu kuweza kukopa, wanaita mortgage loans, kwa ajili ya kuendeleza nyumba zao. Imekuwa ni rahisi sana. Na hii ni biashara ambayo sasa hivi inaenda kwa kasi. Miradi mingi inanyanyuka Masaki, zile nyumba zinajengwa na Wachina na waona. Miradi mingi imenyanyuka hapa Mikocheni, ambayo ni apartment zinauzwa zikiwa tayari zimeshajengwa. Au wengine wanajenga tunaita off plan sale. Anakuwa tuna eneo, anakuwa na michoro, anawaambia watu hapa nauza apartments, nitazijenga kwa miaka 2, mtalipa kwa phases kidogo kidogo. Kwa hiyo ikamilika mtu ameshanunua. Hii inarahisisha sana maisha sana, kwa sababu mtu anaona sina usumbufu kwenda kumsimamia fundi, nitapata nyumba yangu moja kwa moja. Na hii tendency inafanya pia biashara ya kuuza nyumba ikue kwa haraka. Sasa hivi ukiangalia watu wengi sana wanauza ready made houses. Wako wafanya biashara wadogo ambao wanawekeza kwenye real estate wadogo kabisa. Wanajenga alafu wanauza. Wanaenda wanajenga nyingine alafu wanauza. Hii na anapata wateja kwa sababu watu wengi wameamka katika hiyo ango. Na imepushiwa sana na hii mikiki kutafuta pesa zaidi. Vijana sasa hivi wako busy kutafuta pesa. Wanaanza kusimamia mafundi, sina huo muda. Kwa hiyo hii imeenda sana, na mimi nashauri, mimi naona ni kitu kizuri. Kwa sababu pia inasaidia concentration ya huyu ambaye ni mjenzi, anajenga vitu vizuri, na soko likiendelea hivi pakitoka kuna ushindani sokoni. Wakitakuja hawa wawekezaji ambao wanajenga nyumba nzuri, wapata wateja wazuri zaidi. Nashukuru sana na umeelezea vizuri. Natumaini sasa wasikilizaji, yale maswali yote ambao mlikuwa mkijiuliza, majibu yake yamepatikana. Wale ambao mlikuwa mnasema uwekezaji kwenye majengo haulipi,
tumeona sasa ni aina gani za uwekezaji ambao unalipa, na pia tumeona ni makosa gani ambayo tunayafanya yanayopelekea sasa sisi tusipate ile faida ambayo inatokana na ule uwekezaji ambao tunakuwa tumeufanya. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Naomba tusisahau kusubscribe kwenye channel yetu YouTube ya Sculti Online TV, na pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa huko unaweza ukatufollow ili uweze kushare elimu hii na watu wengine.